20. Wakati wote unapoondoka kwenda kupigana na vita, jua katika maisha haya ambayo umechagua wewe kama Mkristo, uko katika vita kuweza kupigana siku baada ya siku na mwovu shetani. Uko katika vita kuweza kupigana ni kwa ajili ya maisha yako. Uko katika vita kuweza kupigana ni kwa ajili ya nyumba yako. Uko katika vita kuweza kupigana ni kwa ajili ya jamii na familia yenu. Na ndiposa wakati ambapo ulipomkiri ya kwamba unamtambua Yesu Kristo, ya kwamba Yesu Kristo ameweza kuzaliwa upya ndani ya maisha yako, jua ya kwamba wewe ulitangaza vita dhidi ya mwovu shetani. Wewe ulitangaza vita katika maisha yako, na hapo mahali pale pia shetani naye aliinuka na akasimama na akasema, kama umemkiri ya kwamba ndiye mwokozi ndani ya maisha yako, na mimi naye nitasimama ili kuweza kupinga, ili kusudi usiweze kuona yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuwekea. Kwa hivyo wewe kama Mkristo, na ndiposa neno likasema ya kwamba wakati huo ambapo ulisimama, neno likatuambia kwamba uondokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope. Ya kwamba kuna watu ambao watainuka ndani ya maisha yako. Kuna zile vizuizi ambavyo vitainuka ndani ya maisha yako. Wewe usiogope. Bwana apewe sifa. Tukaweze kuwa na mtu mmoja kama Wafula. Wafula kwa sahi. Wafula simama. Na mimi nisimame hapa. Sasa mimi na Wafula tukitaka kwenda vitani. Bwana apewe sifa. Kusema ukweli, mimi naweza shinda Wafula. Sitaweza, si ndio? Asante Wafula. Hayo yote tunaona kwa macho ya kimwili. Hivyo ndivyo maisha ya Mkristo yalivyo ndani ya maisha yako. Usijali, jua ya kwamba vita ni vikali, lakini kunaye Mwokozi ndani ya maisha yako. Wakati moja ikawa Daudi akasimama kwenda kupigana vita na Goliathi. Aliweza kupewa silaha, aliweza kuvaa mpaka mavazi ya kuweza kujikinga ndiposa mishale isiweze kupenya ndani. Lakini alipojaribu hizo nguo, aliona hizi sitaweza. Zilikuwa mzito kwake kwa sababu Daudi alikuwa mdogo. Na mwenye alikuwa anaenda kupigana naye alikuwa mrefu hata kuliko Mr. Wafula. Na wakati alijaribu hizo nguo na akaona hawezi, kuna jambo moja alijua, ya kwamba vita, pasipo Mungu kuingilia vita ndani ya maisha yako, hautaweza. Wewe Mkristo siku ya leo, unapitia changamoto mengi sana ndani ya maisha yako. Unapitia changamoto kubwa sana katika maisha yako. Si umaskini ambao mwovu shetani amejaribu kusukuma. Watu wanakusema kwa plot, wewe ambaye unafunga vitambaa, lakini Mungu haonekani ndani ya maisha yako. Hiyo ni vita moja ndani ya maisha yako. Bwana apewe sifa. Wengi wameweza kunena ya kwamba umaskini umejaa ndani ya maisha yenu. Wakanena wakasema hata magari haitawahi kanyaga kwenyu. Bwana apewe sifa. Wakanena mambo mengi ya kwamba hautawahi fanikiwa, utaishi katika kupitia tabu na mateso. Hiyo ni mojawapo ya zile vita na changamoto ambayo unapitia kama Mkristo. Wewe ambaye unaamka kila asubuhi kuweza kumtafuta Mungu. Wewe ambaye unaamka kila asubuhi kuweza kutafuta uso wa Mungu. Kunayo changamoto mengi sana lazima upitie, lakini neno linatuambia kwamba usiogope, kwa kuwa Bwana yu pamoja nawe. Ingawaje vita vyaweza kuwa vikali, adui amekuja akiwa wengi, na wewe labda uko tu peke yako katika ulimwengu wa kiroho. Ukiingia kama wewe unamtumainia Mungu ndani ya maisha yako, utajua ya kwamba Mungu ameweza kutembea pamoja nawe. Bwana apewe sifa. Neno likasema ya kwamba utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Wamisri. Huyo Mungu tu ambaye aliweza kuokoa wana wa Wamisri, huyo Mungu ambaye aliweza kupigania Wamisri wakati ambapo walikuwa wamefika mwisho, huyo tu ndio Bwana ambaye tumeambiwa hapa ya kwamba habadiliki. Yeye ni yule yule leo,
jana na hata milele. Yeye ndiye Mungu ambaye aliyekuumba. Yeye ndiye Mungu ambaye anayeumba. Yeye ndiye Mungu ambaye ni mwanzo tena mwisho ndani ya maisha yako. Katika kila changamoto yote ambayo unapitia, huenda ni magonjwa ambayo yamesukumwa ndani ya maisha yako, huenda ni hiyo maskini, huenda ni kutoinuka katika maisha yako, mwovu shetani akaweka stagnation. Bwana anasema usiogope. Kwa nini usiogope? Bwana apewe sifa. Bwana ameweza kukupatia silaha ili kusudi ukaweze kupigana vita, na silaha hizi ameweza kuwakabidhi wale ambao wanaomtumainia. Ananena katika kitabu chake Waefeso 6 mstari wa 17. Waefeso 6 mstari wa 17. Waefeso 6 mstari wa 17 inasema, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Kunazo silaha ambazo zimekabidhiwa watu wale ambao wanaomtumainia Mungu, na silaha hizi wakati wowote utakapotembea ukitumia hizi silaha, hapo ndipo utapata nguvu ya kuweza kumshinda mwovu shetani. Hapo ndipo utakapata nguvu ya kuweza kushinda kila jambo lote ambalo mwovu amejaribu kukupinga nalo. Siku ya leo Bwana akatuambia kwamba tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni neno ambalo liko na nguvu ndani ya maisha yako. Wakati wote ukiwa Mkristo, wakati wote ambapo unataka kuingia katika vita ndani ya maisha yako, usitarajie kuweza kupokea silaha ambazo ni za mwili. Usipokee silaha ambazo labda ni maupanga za mwili, ama kwenda kutafuta bunduki, zile silaha ambazo zinajulikana. Wewe Mkristo, neno linasema ya kwamba ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga ambao ni Roho, upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Neno la Mungu limetosha ndani yako wewe Mkristo. Neno la Mungu ndilo neno ambalo litaweza kukukomboa kutokana na kila vita vyote ndani ya maisha yako. Neno la Mungu ndilo neno ambalo litaweza kusimama na litaweza kuwakomboa pamoja na familia yenu katika kila vita vyote ambavyo mwovu shetani ametega ndani ya maisha yenu. Bwana apewe sifa. Siku ya leo wewe ukiwa Mkristo, Bwana amekukabidhi silaha. Silaha ambayo Mungu amekabidhi ndani ya maisha yako ni neno lake. Wakati unaingia katika maombi, kwa sababu neno linatuambia kwamba vita si vya damu na nyama, bali vita ni vya Roho Mtakatifu. Je, wewe Mkristo unajipigania namna gani vita vyako? Wakati ambapo jirani zako wameinuka wanakutusi, wakati ambapo adui amesimama na kunena vibaya, unainuka namna gani na kuweza kujitetea mbele za Mwenyezi Mungu? Hiyo ndio wakati utapata labda kuna Wakristo wengine ametusiwa pale na yeye pia anaamka, hii kitambaa nitaweka chini. Utajua kwamba pia mimi ninaweza. Bwana apewe sifa. Je, unataka kupigana vita vya kimwili na adui na ukoshua utaweza kushinda? Wenyewe tu mkasema ya kwamba nikisimama na vita vya kimwili na ndugu yangu pale sitaweza, kwa sababu anakaa na nguvu kuniliko. Mimi mwenyewe nakaa dhaifu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hata nikitupa ngumi kabla ifike, yeye atakuwa ameshanizaba 3. Lakini Daudi hakuogopa Goliathi. Aliweza kuenenda katika zile vita, na alijua ya kwamba akienda na vita kwa jina la Yesu Kristo, jina la Mungu, ataweza kuvishinda hivyo vita. Wewe Mkristo, siku ya leo, wakati wowote ambapo unaenda katika vita, weka neno la Mungu mbele
katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Ninapoongea unaweza fungua tena tu kitabu cha Matthew 18:18. Wakati wowote unapoenenda katika vita, weka neno la Mungu ndani ya maisha yako, ya kwamba Mungu amekupatia nguvu na mamlaka ya kuweza kuvunja kila ngome zote za mwovu shetani ndani ya maisha yako. Mungu amekupatia nguvu na mamlaka ya kuweza kung'oa kila amri yote ya mwovu shetani ndani ya maisha yako, ya kwamba wewe ambaye amekuchagua uko na amri juu ya hivi vitu vyote. Kwa hivyo hakuna vita ambayo unastahili kushindwa, hata kama unaonekana wewe ni dhaifu namna gani. Bora uliweke jina la Mwenyezi Mungu mbele yako. Bwana apewe sifa. Mathayo mtakatifu 18:18. Amen, nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Bwana apewe sifa. Mungu amekuongezea mpaka mamlaka ya kuweza kufunga na kufungua, ya kwamba unaweza ukafungulisha jambo fulani ndani ya maisha yako na unaweza kufunga mambo fulani ndani ya maisha yako. Ni mambo gani ambayo unastahili kufunga? Mambo yale ambayo yanaambatana na adui kukusukumia. Je, ni umaskini ambayo Mwenyezi Mungu amesema katika neno lake unaweza ukafunga? Ni magonjwa ambayo uko na amri ya kuweza kufunga magonjwa ndani ya maisha yako. Kila vita ambavyo unapitia, Mungu ameweza kusimama. Leo hii anatuambia kwamba amina, waambieni, yoyote mtakayofunga hapa duniani hata mbinguni yatakuwa yamefungwa. Bwana apewe sifa. Na ndiposa siku ya leo nasimama kuweza kuambia kwamba unapoingia hata katika kitabu cha Wakorintho wa pili 10 mstari wake wa 4, neno anazidi kutuambia, ukatusomee tu mahali pale. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Bwana apewe sifa. Silaha ambazo unapokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambalo ni neno la Mwenyezi Mungu, liko na nguvu na uwezo katika kuangusha ngome. Ngome ndizo hizo maroho ambazo zimesimama ndani ya maisha yako. Ngome ndio huyo adui ambaye amesimama katika maisha yako, ili kuweza kupinga ndiposo usikaweze kuenda, ili kupinga ndiposo usikaweze kuona wokovu wa Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yako. Siku ya leo wewe kama Mkristo, Bwana apewe sifa. Neno linasema ya kwamba Baba amekupatia nguvu na mamlaka ya kuweza kuangusha ngome zote na maroho zote ambazo zimeinuka ndani ya maisha yako. Bwana apewe sifa. Ya kwamba uko na uwezo ndani ya maisha yako. Vita ni vipi gani vikali ambavyo unaogopa siku ya leo? Je, ni vita vipi ambavyo vimeweza kufanya ya kwamba umedhoofika katika maisha yako? Neno linatuambia kwamba usiogope, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Bwana apewe sifa. Ya kwamba kila vita vyote ambavyo mwovu shetani amekusukumia, vita vyote ambavyo mwovu shetani amekuwa akisukuma ndani ya maisha yako, siku ya leo Mungu amekupatia nguvu. Sema amen. Siku ya leo Bwana ameweza kusimama ndani ya maisha yako, ili kusudi ukaweze kusimama, ili kusudi ukaweze kupinga kila ngome yote ya mwovu shetani. Bwana apewe sifa. Ya kwamba una uwezo mkuu ndani ya maisha yako. Wewe ambaye amekuita Mkristo, siku ya leo amekupatia nguvu na mamlaka, ili kusudi ukaweze kushinda kila vita. Bwana apewe sifa. Ya kwamba utaangusha kila ngome, kila maroho zote ambazo zimekuwa zikisimama kinyume na maisha yako. Unazo nguvu, kwa maana siku ya leo haufai kuogopa. Bwana apewe sifa. Ukaweze kusimama kama Mkristo, kwa kuwa Bwana Yesu yu pamoja nawe. Wewe ambaye amekuchagua siku ya leo, ya kwamba ataweza kukutetea. Wewe ambaye amekuchagua siku ya leo ukaweze kusimama, ni kwa ajili ya familia na jamii zenyu, ya kwamba ni wewe ambaye amekuchagua ili kusudi ukaweze kushindania familia yenye vita. Bwana apewe sifa. Kuna watu ambao wamechaguliwa na Mungu mahali hapa, wamewekewa neema hata kuweza kuhubiri katika mataifa ya Uarabuni, mahali ambapo injili imepingwa. Lakini kwa sababu tu ya zile ngome ambazo zimewekwa, mwovu shetani ameweka adui ambaye amesimama kinyume na maisha yako, ndiposa usikaweze kusimama katika injili, ili kusudi injili hiyo isiweze kufika mahali pale. Bwana apewe sifa. Lakini siku ya leo ndiposa nakuambia usiogope, kwa maana Mungu Bwana wako yu pamoja nawe. Bwana apewe sifa. Mungu awabariki na watende mema.